Leo nataka nikuhabarie jambo ambalo litakufanya kuwapenda zaidi wazazi wako, hasa upande wa mama mzazi. Kwanza usikose kushare na kusubscribe YouTube channel yetu ya Upanga wa Radi Online TV kwa ajili ya kuonesha mapenzi ya mwanzo kwa wazazi wako. Tunajua sote tumepatikana kupitia hawa viumbe wawili, baba na mama. Mungu alijalia mbegu ya uzazi kwenye uti wa mgongo wa mwanamume zinazokwenda kutafuta yai ya uzazi ulioko kwenye fuke la mama, kwa kumaanisha mwanaume hangeweza kuzaa akiwa mwenyewe, sawa na mwanamke asingekuwa mjamzito mwenyewe. Ndio maana Mungu alijalia hamu ile ya tendo ili ifikie kujamiana na kutengeneza kiumbe ambacho ni mimi na wewe. Lakini anapozaliwa mtoto, jamii na sheria inamnasibisha kwa baba, na hapo ndiko nataka kufungua akili, alafu ucheki kama nimekwenda sambamba. Mtoto anapozaliwa akiwa na tabia njema, huyo anaitwa mtoto wa baba, na akiwa na tabia mbaya anaitwa mtoto wa mama. Kwa nini mama ndiye apewe mtoto aliye na tabia chafu yenye kusumbua jamii? Na kwa nini ile kauli inaosema kibaya ni cha mtu inatumika sana kwa kina mama? Hiki ndicho kisa kitakachokufanya kupenda mama yako zaidi. Baba na mama walipokutana, baba alikuwa na uzito fulani ambao alilazimika kuutua chini ya sekunde 2 na kuacha uzito wake kwa mama. Uzito ulikaa tumboni mwake miezi 9 na kuitwa mimba. Mimba hiyo toka siku iliyoingia ilimpa mama changamoto fulani na kumweka katika hali isiyokuwa ya kawaida. Chakula alichokuwa anakula mwenyewe kikawa kimegawanyika mara 2, kimoja chake na kingine cha mtoto. Usingizi sio wake mwenyewe na mchana sio wake, kwa kumaanisha sehemu kubwa ya mama ndiyo iliyokufanya wewe unayekaa na kunisikiliza, na sehemu ndogo ni ya baba. Ndio maana mtoto unapoharibika, mama hawezi kukuachilia, kwa sababu una sehemu yake kubwa ya maisha uliobeba kipindi cha miezi 9 na miaka 2 ya kunyonya, ambayo ni vitamini iliyotoka katika kifua chake. Mbegu za baba zilikuwa ni mambo 3 tu kwa mama: vitamini, chromosome na asidi zilizokuja kwenye spermatozoidi, ambayo ni kujalia mimba kuingia, ila mfumo wengine wote kuipata sura, viungo mbalimbali na mengineo ni kwa mama mzazi. Ndio maana mama yuko tayari kufa kwa ajili yako, hata uwe mwenye makosa kiasi gani. Ila baba kuachia maji ya uzazi alikuwa tu ni kutuliza akili yake. Mama ndiye mwenye kazi yote. Ndio maana Bwana Mtume alipoulizwa kuhusu uwema wa kufanyia wazazi, alijibu mama mara 3, baadaye akasema baba mara 1. Kama unampenda mama yako, muombee kwa Mungu ampe mwisho mwema kwenye komenti, na uwarushie wengine video hii ili watu wengi waitikie amina kwa ajili ya mama yako mzazi. Share na kusubscribe YouTube channel yetu.